Lakini tukirudi tunapo mtu akisikia magonjwa yasiyo ya kuambukiza, tunajikita hasa katika magonjwa aina gani? Magonjwa kitaalamu yana vyanzo. Na hivyo vyanzo vimegawanyika katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni magonjwa unayozaliwa nayo. Yanaweza yakawa ya kuambukiza ama yasiyo ya kuambukiza. Mfano, mtoto akizaliwa na virusi vya ukimwi ameambukizwa na mama yake wakati wa kujifungua. Mtoto akizaliwa na virusi vya hepatitis B ameambukizwa na mzazi wake wakati wa kujifungua au wakati wa kunyonya. Hayo magonjwa tunaita magonjwa ya kuambukiza, lakini yamepita katika uzazi. Kundi la pili tuna magonjwa yanayoitwa acquired diseases. Magonjwa unayoyapata mara baada ya kuwa umezaliwa. Haya magonjwa pia yamegawanyika katika sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza ni magonjwa yasiyoambukiza na magonjwa yanayoambukiza. Tunasema magonjwa yanayoambukiza ina maana mtu mmoja akiugua anaweza kumwambukiza mwingine. Yasiyoambukiza ni yale ambayo ukiugua ugonjwa unao wewe tu peke yako na hauwezi kumwambukiza mwingine. Sasa haya magonjwa yanayoambukiza mfano wake ni mfano wa homa za dengue au wengine wanaita dengue, COVID, malaria, amoeba, typhoid, H pylori. Hayo magonjwa kwa aina zake, UTI sugu, yote kwa aina zake, ikiwemo pia magonjwa ya homa ya ubongo ama homa ya akili, magonjwa ya macho, magonjwa ya virusi kama vile virusi vya ukimwi, virusi vya hepatitis. Hayo ni magonjwa ambayo unaambukizwa kwa kuwa kuna mdudu anatoka kwenye mwili wa mtu mmoja anaingia kwenye mwili wa mtu mwingine na kumletea matatizo. Okay. Magonjwa yasiyoambukiza kwa mfano ni ugonjwa wa shinikizo la damu. Huu ukiupata ni wewe tu na huwezi kumwambukiza mtu mwingine. Ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa shinikizo la damu, ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa kansa. Magonjwa hayo ukiyapata ni wewe peke yako umeugua. Aina nyingine ya magonjwa yasiyoambukiza ni magonjwa yatokanayo na ajali za barabarani, ajali za kuanguka nyumbani, ajali za kupigwa risasi, ajali kwa majeraha kwa maana kubwa sana. Na basi haya magonjwa mengi yanakuwa ya aina hiyo. Okay, kwa Tanzania hapa tumeona katika ule mkutano wakizungumza kwamba kwa Afrika kwa ujumla vifo kusababishwa kwa karibu 37% ya wagonjwa wote, vifo vyote barani Afrika. Ndiyo. Na hapa Tanzania tunaongoza kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki 39%. Takwimu hizi unazipatia picha, maana hizi zimefanyika kama 2021 nimeona kitu kama hivi. Je, unaona kuna ongezeko la kupanda au tutashuka? Wasiwasi wangu sana na uona tukipanda. Kwa nini? Kutoka kwenye hizi 39% tukipanda zaidi mpaka kufika pengine 60%. Na ni kweli ukichukua watu 100 wanaoumwa magonjwa na wakafa, basi 39% ya Watanzania wote wanaokufa kati ya wale 100, yani watu 39 wanakufa kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa shinikizo la damu na matokeo yake, magonjwa ya figo, magonjwa ya ini yanayotokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa nini na wasiwasi? Kwa sababu ninaangalia jitihada ambazo tunaziwekeza kwenye kudhibiti haya magonjwa, tabia za wananchi, watu wetu mahala pengi katika kuzingatia kanuni bora za maisha. Lakini pili, shirika la afya duniani linataja kwamba kuanzia mwaka 2030 magonjwa haya yataongezeka kwa kasi kubwa sana duniani. Na kwa kuwa Tanzania ni sehemu ya dunia, iko katika eneo ambalo mambo haya yataongezeka kwa kiasi kikubwa, na magonjwa haya yanatokana na watu kupata maendeleo, yanatokana na watu kuishi muda mrefu, yanatokana na watu kupenda kupenda kutumia zaidi tumbaku, wanaofanya zaidi kwenye kutumia pombe kupita kiholela na kupita kiasi kinachotakiwa.
Kwa hiyo utakuta wananchi zile tabia zao bwete, tunaanza sasa kupanda magari, hatulimi mashamba kwa wingi, tunakaa, tunapanda lifti, hatupande ngazi, hatulali, tunakula hovyo, tunakula migahawani, muda wote chakula cha haraka, cha kukaanga tu, chap chap. Maisha yanakwenda kasi, na hivyo nina mashaka kama tutapunguza. Ili tupunguze, kuna uamuzi ambao lazima tuufanye. Kama upi sasa uamuzi wenyewe? Moja ni elimu kwa wananchi. Wakati tunapambana na virusi vya ukimwi, ilifika mahala tunataja kabisa kwamba mtu huyu ameugua ugonjwa na amekufa kwa ukimwi. Mlisikia maeneo mengi watu walikuwa wanasema nini kimemuua. Kwa tunatamani watu waweze kujua kabisa kwamba nini kimewaua watu ndugu zao. Kwa mfano, ukizaliwa kwenye familia ambayo umepata ugonjwa wa kansa na umemuua, kansa ya koo, kansa ya titi, kansa ya shingo ya kizazi, kansa ya utumbo, ni lazima tuwaambie wale ndugu jamaa na marafiki, huyu ndugu amefariki na ugonjwa huu, chukueni hatua. Kwa uelewa wa wananchi kuweza kufahamu ugonjwa huu na athari zake ni jambo la kwanza, na uamuzi huu tunatakiwa tuufanye. Uamuzi huu tukiufanya, na maana tunaweza tukawaomba au tukatengeneza mwongozo, vyombo vyote vya habari viwe na kipindi maalum cha afya cha kusaidia wananchi kuelewa haya magonjwa. Kama ni chombo cha habari kinachoandika kwa maana ya magazeti, makala, majarida, kiwe na ukurasa maalum wa kueleza kwa lugha rahisi ambayo wananchi wataelewa. Hilo ni jambo la kwanza ambalo ni uamuzi unataka kufanya. Haya magonjwa wayafahamu dalili zake ni zipi. Kama tulivyokuwa tunaimba kwenye ukimwi, ukimwi tulitunga wimbo, kaswende tulitunga wimbo, gonorea sonono tulitunga wimbo. Yaani yale magonjwa yote yaliyotutesa mpaka watu wote tukaumia. Sisi tulitafuta mpango mkakati wa kijamii wa kuweza kuyadhibiti kwa kutoa elimu kwenye jamii, kutumia ngonjera, vitendawili, mashairi, kila aina ya njia za kupashana habari ilitumika, kila aina ya sanaa ilitumika. Kwa lazima tufanye wazijue zile dalili. Na wanamuziki, nikikurudisha hapo nyuma, wanamuziki nyuma waliimba nyimbo nyingi sana za HIV. Tumewaona wanamuziki wakubwa kabisa, wengine hata sasa hivi hatuwasikii, lakini nyimbo zao zilipeleka ujumbe mkubwa sana katika jamii juu ya kubadili mwenendo, juu ya kutaka matibabu mapema, na juu ya kukinga wenzako na jamii nyingine inayokuwa inamzunguka yule mgonjwa. Kwa hiyo lazima tufanye uamuzi huo, na uamuzi mwingine lazima tuwekeze katika miundombinu ya kutolea huduma, ili wale ambao sasa wamepata hayo matatizo watakapokuwa wamefika hospitalini kwa wakati, lazima waweze kupata huduma wanazozihitaji kwa wakati, huduma bora, huduma salama. Na maanisha nini? Kwamba watakapokuja hospitali watataka labda kusikia, wanasema najisikia dalili moja mbili. Mimi nimesikia kwenye vyombo vya habari, nimesikia kwenye mtaani kwetu kwamba hii inaweza ikawa pressure. Kila kituo cha afya cha kutolea huduma za afya hapa nchini, kiwe cha binafsi, kiwe cha serikali, mtu huyo apate hiyo huduma. Iwe zahanati, iwe kituo cha afya, iwe hospitali ya wilaya, iwe hospitali ya mkoa, iwe hospitali ya taifa. Kwa kuwa amejitokeza na hizo dalili, au hata duka la dawa, aweze kuhakikisha ya kwamba amepata huduma sahihi. Kwa lazima tuwekeze kwenye vifaa vya kuchunguza magonjwa haya, lakini tuwekeze katika vifaa vya kuwatibu watu wetu, tuwekeze katika teknolojia ya kufuatilia haya magonjwa, tuwekeze katika teknolojia ya dawa. Na hapa napendekeza pia tuendelee kuchagiza mpango ulioko wa kuhakikisha hizi dawa zote wanazozitumia wananchi wetu wenye matatizo haya na watakao kumbwa na haya matatizo zipatikane nchini Tanzania, zizalishwe nchini Tanzania zikiwa na ubora wa hali ya juu na kuleta matokeo yanayokubalika. Kwa hiyo haya maamuzi ambayo ninayasema ni maamuzi magumu, lakini ni maamuzi ambayo ya kimkakati yanayoweza kutufanya sisi sasa tupunguze kutoka 39% kushuka chini. Jumuiya za Afrika Mashariki imeona Kenya 38 na Uganda 37 pia. Dio. Yes, kwa hiyo sisi ni vinara hapa kwenye jumuiya. Lakini pia kuna kitu tulipata kusikia kwamba unywaji wa pombe unaweza ukawatiba, lakini ukizidisha ni inakuwa sio tiba tena, inakuwa ni sumu. Hili hebu tuchanganulie kidogo, Dokta. Matumizi ya pombe kupita kiasi, matumizi ya pombe ya muda mrefu,
huathiri afya yako mwilini. Pombe ikiingia mwilini hugeuzwa katika mambo mawili. Unapata kemikali aina ya pombe yenyewe, ile alcohol OH, ambayo huenda kwenye ini na inaweza ikaharibu ini wakati inapozwa au inakatwa ile kuchakatwa. Mwili unataka kuondoa sumu iliyo kwenye pombe, iondoe kutoa nje. Kwa hiyo unakuta ini inaweza likapata shida, na wakati mwingine ikipita kwenye mishipa ya damu inaweza na kufika mpaka kwenye ubongo, ikaleta shida pia kwenye ubongo. Lakini kuna sukari ambayo iko kwenye zile malt, ile shayiri iliyotumika kutengeneza pombe, kwa sababu pombe inatengenezwa sana na nafaka. Kuna pombe zinazotengenezwa kwa mchele, kuna pombe zinazotengenezwa kwa mahindi, kuna pombe zinazotengenezwa kwa shayiri, na zingine zinatengenezwa kwa ngano, zingine kwa ulezi. Mwisho wa siku huwa kuna kiwango fulani cha sukari. Ile sukari hubadilishwa, huingizwa mwilini, na ikiingizwa mwilini huenda kwenye mishipa ya damu na kuganda na kutengeneza hatari ya shinikizo la damu. Pombe pia husababisha, wakati inachakatwa, matokeo yake huwa maji. Kwa hiyo mtu anaongeza kuchuja damu kwenye figo haraka kwa anakwenda anapata haja ndogo, na baadaye maji mengi yanapotea mwilini, na kisha anapata kiu, au tunasema anapata dehydration, upungufu wa maji ambao unaweza ukaathiri afya ya figo. Kwa hiyo pombe mimi nashauri kwa mtu ambaye anaweza kuto kuitumia, ni vizuri kabisa achane. Yule ambaye anatumia nyingi sana kwa sasa apunguze. Ana pia kama ngapi, maana tunapenda kidogo takwimu. Yaani umekaa tu bia moja unaambiwa vipi hizi hapo. Tena unywe taratibu kabisa. Ni kama ngapi hivi mtu akipata? Sasa kuna units ambazo tunazisema. Sasa bahati mbaya chupa zetu za bia na utamaduni wetu wa kununua vitu unasababisha tutengenezewe chupa kubwa zaidi. Kwa kile kiwango kinakuwa hakifanani. Tunaposema unit, mara nyingi ni karibu mils 250 mpaka 300. Lakini unakuta kama chupa soda na kushuka chini. Lakini kwa kiasi kikubwa chupa zetu nyingi ni 330 kwenda, na zingine ni 500 kabisa. Anakuuliza nikuletee kubwa ndogo, mtu anakuambia nipe kubwa. Ngapi? Lete bucket. Zianze kwanza kupoa zikiwa hapa. Kwa hiyo tunapendekeza kwa wanaume wasizidishe unit 3, kwa wanawake wasizidishe unit 2. Aisee. Kwa siku hiyo. Kwa siku. Yeah. Na wakati huo maji mengi sana mtu anakunywa. Anatakiwa hakikishe mwili wake una maji ya kutosha, tumbo lake lina chakula, mwili wake uko timamu, figo zake ziko imara. Maana kwa mtu ambaye bado ana matatizo hatumruhusu kabisa, kwa sababu matatizo yatakuwa mengi. Vijana sasa hivi unakuta wakati kama mihangaiko wanasema kuna hizi energy drinks hizi, wanakunywa vinywaji hivi kwamba vinaongeza nguvu, na wenyewe ukiwasikiliza wanasema ukinywa hiyo moja tu kutwa nzima unafanya kazi bila kula chochote. Athari yake kiafya inaweza kuwa nini, Dr.? Vinywaji vya kuongeza nguvu maarufu kwa jina la energy, historia yake vinaingia kwenye mataifa au zinaingia duniani kama sehemu ya kuongezea nguvu wafanyakazi na kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi, hasa kwenye viwanda. Lakini sasa hivi imekuwa ni desturi kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma hizi za vinywaji. Watu wananunua tu energy drink na imekuwa kiburudisho. Energy drink kwa kiasi kikubwa inakuwa na caffeine nyingi sana. Haya madini ya caffeine au kemikali za caffeine zikiingia mwilini mwako kweli zinakusisimua, zinakuongezea ujasiri, zinakuongezea mzunguko wa damu. Lakini ile caffeine pia inafanya figo ifanye kazi mara 2 zaidi, mara 3 zaidi. Caffeine pia inachochea uzalishaji wa maji mwilini wakati wa mchakato wa kuchakata kumeng'enya zile dawa, zile kemikali zilizo kwenye chupa kadogo, lakini zikienda mwilini zinazungusha kweli mashine na kusababisha figo itoe maji kwa wingi. Na pia kuna sukari nyingi sana kwa aina zake, au vitu vitamu, sweeteners, vinavyofanya usisikie uchungu wa caffeine, usisikie ladha mbaya. Kwa wanaweka lot of sweeteners. Lakini pia ile sukari ndio hiyo inayotakiwa ikuongezee nguvu, kwa sababu ndio nishati ya kuendesha mwili inapatikana. Kwa hiyo ile sukari na yenyewe ni nyingi, na ikiingia mwilini mwako inasababisha uzalishaji wa insulin kwa kiasi kikubwa, ambayo huweza kuchakata ile sukari na kuiondoa, kuipeleka kwenye matumizi. Na kwa kuwa inafanya hivyo, ina maana unatumia insulin nyingi kwa muda mfupi kuweza kufanya hicho kitu, na baadaye unaweza kupata
aina ya kisukari ambayo tunaita type 1 diabetes kwa sababu insulin hakuna. Na ya tatu, kuna kemikali zingine ambazo zinachochea mwili na zenyewe hukomandi unaona kama ukiwa unazungusha mkanda ule wa redio ule wa zamani. Sasa ile tape. Sasa ile hizo kemikali zinaizungusha haraka sana ili uweze kuzalisha nguvu ya kutosha. Ukisikia hivi ilikuwa inazunguka hivi. Zile kemikali zikiingia ndio maana zinaleta hayo matatizo na magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza. Kwa hiyo wanaweza wakawa wanakwepa kula au wanaogopa kutokula mara nyingi kwa sababu za kiuchumi, wanapita shortcut ambayo itawaathiri, itawagharimu, na tumeshaanza kuona madhara kwa sababu kati ya watu 39 wanaokufa hapa Afrika, katika kila watu 100 wanaokufa kwa magonjwa ya shinikizo la damu na yasiyoambukiza, wengi wetu sisi huko Afrika ni vijana chini ya miaka 45 mpaka 50. Wakati kwingineko duniani watu wanaougua magonjwa haya ni miaka 80, 85 na kuendelea. Okay. Kwa hiyo picha pana tunaipata. Ndiyo. Na pia kuna hapo watu uchakaraji hasa kwenye miji tunachelewa kulala kiukweli na tulali vizuri. Athari yake ni ipi? Unapokosa, na magonjwa gani tutapata? Unapokosa usingizi, unaposhindwa kulala usingizi mzuri, mwili wako unaingia kwenye msongo, tunaita kwenye stress. Ile stress haitokei bure, kuna kemikali mwilini zinatengenezwa na zinatolewa. Moja ya kemikali hizo zinafahamika kwa jina la cortisol. Ana kemikali zingine zinazoletwa mwilini ni kwa na high levels za adrenaline. Na kwa sababu hiyo unapokuwa na kemikali hizi kwa zenyewe zinaufanya mwili uwe katika hali ya utayari wa kutekeleza jambo fulani kama hima hivi. Sasa zikidumu, ina maana zinaongeza mapigo ya moyo, ina maana zinaongeza kiwango cha sukari, kwa sababu zikishawashwa tu zile hormone mwilini zinaanza kubadilisha sukari, zinaanza kubadilisha mafuta kupeleka kwenye sukari, ili kwa unakuta shinikizo la damu linaweza likaja likakupata kwa sababu tu ya kutokulala vizuri. Unaweza ukapata shinikizo, unaweza ukapata sukari kwa sababu tu ya kutokulala vizuri baadaye. Na huu ugonjwa wa kutokulala pia unaleta matatizo mengine. Usipolala hizi hormone zinakaza misuli. Kwa watu pia wanaamka wamechoka, misuli imekakamaa, mgongo unauma, kichwa kinauma, miguu inauma, kwa hawafanyi kazi vizuri. Wakija kazini hawawezi kuwa productive kwa maana kutimiza ule wajibu uliokusudiwa kwa muda na wakati uliopangwa, na hivyo kupelekea kutokuwa na uzalishaji wa kutosha, kutokuleta tija kwenye kazi anayoifanya. Na hii inapelekea sasa pia taifa kutokupata nguvu kazi, watu kufa mapema kabla ya umri, tunaita premature death, watu kuwa na magonjwa. Lakini yote yalianza na kutokulala mapema na kutokulala vizuri. Maana ni mambo mawili. Unaweza kulala saa 2 lakini usisinzie vizuri. Sasa unakuwa unafanya nini ndio? Unazunguka kwenye simu. Mwingine yuko kwenye simu anachati. Kuna wakati tulikuwa na matangazo kata wewe. Saa 7. Anafika saa 7 anataka kulala, usingizi umekata. Anaanza tena kuhangaika kutafuta. Anaingia na scroll, tunaita anaanza kupandisha, anaangalia mtandao, akija kushtuka tena saa 8 saa 9 hajalala, anakuja kupata ka usingizi kadogo, lakini kitandani alipanda saa 3. Kwa hiyo kuna vitu vinavyotokea kwenye chumba pale ndani vinasababisha mtu pengine asilale kwa wakati, na lazima avitambue, avifahamu, avione na avidhibiti, maana usingizi ni bora sana. Mwili ndio unajireset. Aha. Na pia kuna magonjwa ya kuambukiza, kuna sickle cell. Imeonekana kuna mwenzangu mmoja alipita banda pale la Ukerewe. Imeonekana kanda ya ziwa sickle cell iko nyingi. Je, picha ni pana ni hivyo ama iko maeneo mengine zaidi? Sickle cell katika mabara yote 7 duniani kwa kiasi kikubwa iko katika bara la Afrika. Sickle cell. Na katika bara la Afrika, ukanda wa Afrika Mashariki ni ukanda namba 3. Yaani nchi ya Tanzania inashika namba 3 kati ya nchi zenye wagonjwa wengi wa sickle cell Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo wagonjwa si tu Ukerewe, mahala pengi hapa nchini Tanzania wapo.
elimu hasa hapa kabla ya watu kupata watoto inahitajika au nini? Jambo la kwanza ni lazima wafahamu kwamba sickle cell haiambukiziki. Sickle cell unairithi kutoka kwa wazazi wako, na kwa kuwa hukuomba kwa maandishi kwamba uzaliwe na baba na mama huyu, basi yanakuwa ni matokeo yako yamekukuta, na lazima uendelee kuishi hivyo. Kumbe ili kuzuia, kama ningelijua hali yangu ya kuwa na sickle cell, kama nina vinasaba vya sickle cell ama sina, ningeliepuka kuoana na mtu wa aina hiyo, ili tuepuke matatizo yanayotokana na kuwa na mtoto mwenye sickle cell. Watu wamependana dokta. Na mapenzi hayana mtu wa kuyazuia. Yakipendana kuna saa yanaamka haraka na kwa nguvu, washangaa tayari mtu amepata mimba, na watu wengi sana wanapata mimba kwa dharura. Emergency pregnancy. Kivipi yani? Hakupanga. Ni mapendo tu, mapenzi. Upendo umechochewa. Kuna kitabu kimoja cha Biblia kinasema usiachochee mapenzi. Basi amechochewa tayari. Hajui, anashindwa kuchukua mbinu zile za kujikinga na kupata mimba. Kesho tayari ni mjamzito, hakupanga na alikuwa hajui hali yake. Ndivyo inapelekea mtoto kuzaliwa na ugonjwa huu wa selimundu ama sickle cell, na kufanya idadi hii iwe kubwa. Na ugonjwa wa sickle cell ni miongoni mwa magonjwa yaliyoongezwa kutoka kwenye magonjwa yale mawili na kuifanya kuitwa PEN+. Okay. Na pia tukirudi sasa katika haya yote uliyoyazungumza, ndio kama jamii umegusia kwa kidogo, kwa haraka tu hapa, tufanye nini yani ukiacha kwenye maisha yetu, mabadiliko yetu? Katika maelezo yako umeelezea kwa kifupi, lakini sasa hivi hebu kazia hapo, tufanye nini ili tupunguze hii idadi, kwa sababu pia gharama, pia tudokezee gharama tu, kama mtu akifanywa dialysis kwenye figo. Dialysis nchini Tanzania kwenye vituo vya umma, kwa maana vile vinavyowekezwa na serikali, dialysis kwa wiki haukosekani shilingi 500,000. Ndugu yangu, kwa maisha haya. Kwa mwezi zidisha mara 4, milioni 2. Milioni 2. Kwa mwaka zidisha mara 12, hiyo ni milioni 24. Peke yako wewe. Na hizo ni gharama unazozilipa kwenda kukaa kwenye mashine. Achana na dawa. Hapo tumeacha dawa, tumeacha vipimo vya maabara, kwa sababu kabla ya dialysis na baada ya dialysis kuna vipimo. Tumeacha gharama za nauli. Tumeacha gharama za chakula. Tumeacha gharama za utility, kuoga, kusafishwa, zile gharama zote tunaita za kitanda, za nini, zote hatujazisema. Na hapa tujasema kwa kiasi gani umeingizia hasara ofisi yako kwa kutokuwepo wapi? Kazini. Ofisini. Leo walikuwa wameanzisha kampuni nzuri, inafanya vizuri, mfanyakazi ameondoka, njoo kesho nyingi. Kwa hiyo gharama ni kubwa. Na endapo utataka kupata huduma ya matibabu ya kupandikiza figo, itabidi ulipe shilingi milioni, kati ya milioni 40 mpaka 50 endapo utafanyiwa hapa Tanzania. Kwa hali gharama si nyepesi, ni kubwa. Ukija kwenye ugonjwa kama sickle cell, ukitaka kufanyiwa upandikizaji uloto, gharama ni milioni 75 mpaka milioni 100. Unazo. Ukija kwenye magonjwa ya shinikizo la damu, ugonjwa wa kisukari, kila mwezi kwenda hospitali kuchukua dawa zile zinagharimu karibu shilingi 25,000 mpaka 30,000 kwa mwezi, na unapewa karibu dawa 4-5. Unazo. Ndio maana unaona watu mjini wanahangaika kila siku kutuma fedha vijijini kwa ndugu zao, au wanawahamisha ndugu zao kutoka kule kijijini, wanawaleta mahospitalini au wanawaleta mijini ili waweze kufika hospitali kwa haraka. Kwa hiyo magonjwa ni usumbufu. Magonjwa yanaharibu afya. Magonjwa yanaondoa utimamu, yanaathiri uchumi, yanaathiri jamii, yanaathiri maendeleo. Hivyo ni bora tuwekeze kwa kiasi kikubwa kwenye kuchukua tahadhari, kuepuka haya magonjwa na kujikinga yasitupate, maana inawezekana. Ili tusiyapate haya magonjwa, ziko tabia njema tunazozipendekeza uweze kuzifuata siku kwa siku, nawe utaishi maisha marefu. Sehemu ya kwanza ambayo tunashauri ni mtindo wa maisha. Unavyoamka, unavyotembea, unavyolala, unavyofanya shughuli zako, unakula nini, unakunywa nini. Kwa tunapendekeza katika mtindo huu bora wa maisha, ujitahidi kula mlo kamili. Mlo kamili ni wenye makundi 6 ya chakula. Uwe kwenye chakula chako kiwe na rangi zisizopungua 3-4.
Ule mlo kamili wenye mboga za majani zichanganywe tu, ule upate nyanya, upate vitunguu, hizo ni mboga za majani, upate maji ya kunywa. Kuna watu wanakunywa maji kwenye mchuzi ama kwenye soda ama kwenye bia, ndio anakunywa maji. Hanywi maji, hana tabia kunywa maji. Na anakunywa, mwingine hanywi kabisa wiki mbili, mimi sikumbuki lini nimekunywa maji. Unaona kabisa akienda kukojoa, mkojo wake unanuka, mkojo wake una rangi ambayo ni ya njano, wengine umeshaanza kuwa hadi kwenda kwenye rangi ya kama weusi ule wa vinywaji hivi vya kola au vya kutu. Unakuta hayo yote yanasababisha na tabia ambayo umejiwekea wewe mwenyewe. Kwa jenga tabia ya kunywa maji. Unapokula chakula, angalia kula chakula kulingana na umri wako. Kuna chakula ambacho watoto wanakula, watu wazima hawali. Kiwasi, kula kulingana na kazi yako. Kuna mtu anakula ugali lakini anaenda kukaa tu kwenye kompyuta. Anakula ugali ya monani upande wa pili. Utamaduni kula ugali mwingi mboga kidogo. Geuza. Sasa hivi umeshafika sehemu, geuza. Mboga nyingi, ugali kidogo. Tofauti na zamani. Na kuna mboga saba mboga saba muhimu kabisa ziwepo, ndizo zitakazokupa urefu. Mungu hakutupa haya matunda kwa rangi tofauti bure. Njano kuna madini na virutubisho vya carotene, vitafanya macho yako yawe imara. Mboga za majani za kijani zina madini ya vitamin E, zitahifadhi ngozi yako vizuri, zitakupa madini ya vitamin C, itasaidia mwili wako ngozi kubadilika bila kukuachia makunyanzi, bila kufanya nini. Tukienda tena kwenye vyakula vyekundu, kuna madini chuma, utapata damu, utapata vitu vinavyosaidia damu kutengenezeka mwilini. Ukienda kwenye vyakula hivi vyeupe ambavyo vingi ni wali, mchele, wali, viazi, vyote vile vitakusaidia kupata nishati ya kuendesha mwili wako. Inakuwa lazima watu wale kwa kiasi, wale kadiri ya umri wao. Wazee kuna kiasi cha chakula tunapendekeza wasile sana, na watoto kuna kiasi cha chakula tunapendekeza wale sana, ili kukidhi mahitaji ya kiumri ambayo mtu anahitaji katika kukua na kutengeneza na kufanya kazi zake za kila siku. Kwa wale mlo kamili. Lakini ya pili, wajitenge sana na tabia bwete, kukaa tu, lazima wafanye mazoezi. Nimeanza kuona katika miji mikubwa hapa Afrika Mashariki yameanza kutengenezwa maeneo ambayo yanaitwa hakuna kuja na gari, tunaita car free zone, kuwalazimisha wakazi wa mijini kufanya mazoezi. Nimeona vituo vya habari kadha wa kadha, hata hapa Tanzania nimeviona, vimeanzisha jogging club za mazoezi. Ninaona sasa hivi kila siku ukiamka kuna marathon huku, kuna marathon huku. Basi na watamani kuwaeleza wananchi ya kwamba kushangilia ni jambo zuri. Michezo kuipenda na kushangilia ni jambo zuri. Lakini ifike saa na wao wafanye mazoezi. Kila wiki unaweza kutenga siku zako 3 za kufanya mazoezi ya kutembea tu na kutoka na jasho. Kutembea kama kilomita 1 ndani ya dakika 30 mara 3 kwa wiki. Inakuwa ni desturi yako. Wengine wanatakiwa aruke tu kama pale. Na ule ilivyopanda unaamua tu. Unaamua tu kwamba mimi wamesema tarehe moja kuna magari yasiingie mjini, si ndio? Kwa hiyo nauli imepanda hapa, kwa wewe mdogo utaishi muda mrefu sana kuliko kukaa kwenye kiti. Hizo ni tabia bwete tunataka watu waziache. Watu wadhibiti na pengine kuacha matumizi ya pombe. Pombe kwa aina zake, ziwe hizi pombe za kawaida, ziwe pombe kali, ziwe pombe za kienyeji. Hapo tunataka watu waelewe kabisa kwamba zina madhara kwenye miili yao. Kadiri unavyokunywa leo ndivyo unavyofinali wapi? Uzeeni. Lakini pia waache kabisa matumizi ya tumbaku kwa aina zake. Kuna watu wanamung'unya, kuna watu wananusa tumbaku, kuna watu wanavuta, wengine wanavuta tumbaku kupitia shisha. Hayo yote ni mambo ambayo yatasababisha uishi muda mfupi na maisha yako yawe katika wakati mgumu, kwani magonjwa haya yakiingia kwa kweli yanatesa mwili na yanaharibu mpango wa maisha yako jinsi ulivyokuwa. Lakini kwenye eneo ambalo ningependa labda kusisitiza zaidi ni matumizi ya dawa. Wako watu hawanywi pombe, wana shida ya figo. Wako watu hawanywi pombe, wana shida ya moyo. Wako watu hawanywi pombe, wana shida ya ini. Hii ni kwa sababu wanatumia dawa za kienyeji zisizokuwa na ithibati, tena kwa kiwango, hazina dozi. Maana hilo unaambiwa chupa, sijui weka, chemsha majani, kachume tu majani ya chemshe, afu chuja, subiri yapoe, kunywa vikombe 3, kunywa lita 5.
Kwa hiyo ile kutokueleweka kwa zile dawa na kutokuwa na content kiwango kinachokubalika ile dosage yake inaweza ikaathiri viungo vyako. Matumizi ya dawa za hospitali pia ambazo zinatolewa na madaktari katika vituo vya kutolea huduma, na yenyewe ni vizuri watu watumie baada ya kushauriwa na wataalamu. Usiende tu duka la dawa baridi, naomba dawa hii. Paracetamol mnayoiona, aspirin mnayoiona ina uwezo mkubwa sana wa kuharibu figo zako endapo utaendelea kuitumia kiholela. Nawasihi sana wananchi watumie dawa kadiri wanavyoshauriwa au baada ya kupata ushauri wa kitaalamu kutoka, kwa sababu mimi nakuuliza una kilo ngapi, ndio na calculate pale, napiga mahesabu dawa kiasi gani uweze kutoshe kwa kilo zako, zitimize kusudi lililofika na kusiwe na side effect, au side effect zikitokea ziwe kidogo sana. Kwa hiyo hilo ni la msingi sana wananchi waweze kulielewa, kwa sababu hapa Tanzania sasa hivi kuna hasa kwa mfano wanaume wanakunywa vitu vingi sana kuongeza nguvu za kiume. Mchuzi wa pweza, akiambiwa madawa mchuzi wa pweza atakunywa. Ule mchuzi wa pweza wengine sasa hivi wanauwekea na madawa mengi ili kuhakikisha kwamba matokeo yanakuwa vizuri, performance ikaonekane wakati wa shughuli, lakini ukuta sasa mwisho wa siku hujui ameweka nini, dozi kiasi gani, hatimaye figo zako zinapata shida. Kwa hiyo hayo mambo tukiyafanya yanaweza yakapunguza. Eneo la pili ni uelewa. Ujifunze, tafuta maarifa. Kuna kitabu cha Biblia, ndani ya kitabu cha Biblia kuna fungu linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo unakuta watu wetu wanakufa kwa sababu hawajui. Maarifa haya ni dhahabu. Maarifa haya ni almasi. Mtu akiyajua ndio atampelekea kufahamu. Na sisi Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kujua mwili wa binadamu vizuri, tangu unavyotengenezwa kwenye tumbo, unavyoishi hapa duniani na unavyopata magonjwa. Kwa tunapopata fursa ya kuja kwenye vipindi kama hivi, tunatumia wajibu wetu kikamilifu wa kushare au kushiriki kuwashirikisha na kuwapa maarifa wananchi wayazingatie haya maelezo tunayowapa, kwa sababu yatabadilisha maisha yao. Uelewa wao katika kujikinga, uelewa wao namna ya kutaka matibabu, uelewa wao namna ya kufuatisha matibabu, na wavumilie kabisa kufuatisha matibabu wanaosaidiwa na wataalamu, na kisha uelewa wao katika kubadili mtindo wa maisha. Mtazamaji, mimi niacha daktari atiririke. Jamani, tufanye mazoezi. Mimi ndo nilichokipata hapo. Pia ukiumwa hakikisha unaenda hospitali na unapewa maelekezo na mtaalamu wa afya. Tusijichukulie dhana kwamba watakaoumwa figo ni wale wanaokunywa pombe. Kumbe hata sisi tunasema sasa hivi dawa zina usugu. Dawa fulani hainiponyeshi, kumbe ni matumizi yangu holela. Na pia kumbe nikitumia kiholela naweza nikapata magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza kama figo na mengineo mengi tu. Ni tukihitimisha hivi, mimi nikushukuru sana Dr. Mugisha Nkorongo kwa kufika. Na wasalimie sana Dodoma. Asante sana, nashukuru kwa nafasi. Nawakaribisha hospitali ya Benjamin Mkapa. Nje mjione ambapo tunawapatia watu huduma. Ninyi waandishi wa habari mje tuwape elimu. Kuona ni kuamini. Ukija ukiona kile tunachokueleza utaamini kwamba kliniki zetu sasa hivi zimejaa vijana. Kliniki zetu zimejaa magonjwa yasiyo ya kuambukiza, tofauti na zamani. Ulikuwa ukiingia kwenye wodi unakuta ni magonjwa ya kuhara, homa za homa za mapafu sijui. Sasa hivi ukiingia ni kisukari, ukiingia ni stroke, pressure, sijui cancer, sijui nini. Sasa sisi pamoja na kwamba ndio kazi yetu ya maisha, hatufurahi mtu kufariki kwa ugonjwa ambao tunaweza kutibu na kuzuia. Kwa hiyo niwakaribishe sana hospitalini kwetu. Bwana, ukitukaribisha hapa hospitali ndio maana nacheka. Nakaribisha kwa sababu ndio eneo lako la kazi. Ndio eneo langu la kazi moja. La pili tunabadilisha dhana. Kwa mfano hospitali ya Benjamin Mkapa sasa hivi imebadili dhana ya hospitali. Watu wengi walisema waende hospitali wakatibiwe. Sasa hivi unaweza kwenda hospitali kufanya uchunguzi. Huumwi, hakuna sehemu yote inayokuuma. Ukifika madaktari wa Benjamin Mkapa wote kwenye kliniki zote ambazo mimi nazisimamia wako tayari kukusikiliza, kwambia nimekuja kuchunguza ugonjwa huu na huu na huu, na tunavyo vifurushi vya uchunguzi magonjwa kwa bando. Unaweza kuchunguza, wewe ni mwanamke uko chini ya miaka 35 bado unaona damu ya mwezi, basi kuna kifurushi chako kukushauri labda magonjwa 6. Wewe umevusha miaka 50, umeacha kuona siku zako za hedhi, umeanza kuwa mzee, kuna kifurushi chako labda magonjwa 20.
nini. Kwa hiyo ndio maana nakwambia karibu, kwa sababu kuna huduma mbali na kwa gharama nafuu. Yes, unajua hofu yetu ni gharama. Wala msijali. Tusijali kabisa. Msijali kabisa. Jamani, umeshawahi kukaribishwa hospitali? Mimi nimekaribishwa na wewe bwana mtazamaji, karibu sana pale Benjamin Mkapa Dodoma. Utakutana na Dr. Bugisha hapa na jopo lake, basi watakusaidia sana, na hata sisi tunaenda, tumekaribishwa huko. Sio ile tunakaribishana tu nyama choma. Kwa hiyo kumbe kila mtu eneo lake la kazi. Mimi nikushukuru sana, pia nikutakie safari njema. Nimefurahi pia kukutana na wewe, na karibu tena Sat Media. Asante sana, niwatakie kila la heri. Asante. Na mtazamaji pia tukushukuru sana kwa kuangalia kipindi, na natumai haya yote ya kiafya utayazingatia na utakuwa na afya salama. Kwa niaba ya kameramani wangu Mahmud nasema asante sana. Naitwa Belinda Semtandi. Asante na wakati poa. Asante sana.